Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waisrael wanaituhumu Qatar kama moja ya nchi ambazo zinaifadhili Hamas. Wanadai kwamba kundi hilo la Hamas lilikuwa limepewa fedha kwa ajili ya uratibu wa uvamizi wa Oktoba 7 mwaka 2023, na hata Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alionywa angalau mara mbili kabla ya uvamizi huo kwamba mkuu wa jeshi la Hamas Mohammad Deif alikuwa akiidhinisha fedha zilizotolewa na Qatar kwa ajili ya Gaza kwa idhini ya waziri mkuu, vyombo vya habari vya Kiebrania viliripoti. Kulingana na ripoti ya vyombo vya habari, Netanyahu alionywa mnamo mwaka 2019 na mkuu wa Shin Bet Nadav Argaman, na tena mnamo mwaka 2020 na kurugenzi ya ujasusi ya kijeshi ya IDF. Hata hivyo, vyombo vya habari vilitaja vyanzo vitatu vya usalama kama vilivyothibitisha kuwepo kwa maonyo yote mawili. Ofisi ya Netanyahu, ambapo wafanyakazi wakuu wanachunguzwa kwa madai ya uhusiano na Qatar, ilikanusha ripoti hiyo. Kwa mujibu wa tovuti ya Times of Israel, imeeleza kwamba kulingana na ripoti hizo, Argaman alimuonya Netanyahu katikati ya mwaka 2019, chini ya mwaka mmoja baada ya malipo ya kila mwezi kutoka Qatar kuanza, ambapo Deif ambaye Israel ilimuua katika shambulio la anga mnamo Julai iliyopita alikuwa akinyakua mamilioni ya dola kutoka kwa fedha za Qatar, na hii ilisababisha Hamas kupata nguvu kubwa na kujihakikishia kuwa na idadi kubwa ya silaha na mapambano yakawa makubwa, na kwa namna moja ama nyingine waliliona kundi hili limekuwa hatari zaidi. Hata hivyo, vyombo vya habari vimeripoti kwamba Argaman alimwandikia Netanyahu akisema Shin Bet imebainisha kuwa fedha zinazotoka Qatar hadi Gaza zimeelekezwa kwa tawi la kijeshi la Hamas. Netanyahu alisemekana kujibu, "Nimesikia, tutaendelea na mchakato," au maneno kwa athari hiyo. Wakati huu kumekuwa na msigano ndani ya serikali ya Netanyahu, huku wengine wakiona kwamba pengine Israel ilipigwa kutokana na kile ambacho Netanyahu aliona na kukaidi. Hata hivyo, baadhi wameona kwamba ni wakati wa sasa ambapo Netanyahu anapaswa kujiuzulu kutokana na kushindwa kuendesha nchi na kusababisha mauaji ya wasiokuwa na hatia ndani ya taifa hilo la Israel. Lakini mpango wa Netanyahu uko tofauti sana. Mpango wa Netanyahu wakati huu ni kupambana na Israel hadi tone la mwisho, na ni kutokana na kile ambacho raia wamekuwa wakiandamana wakati wote kuhitaji mateka walio chini ya Hamas. Argamani alihojiwa na polisi wiki iliyopita baada ya Netanyahu kumshutumu kwa usaliti kwa kutishia katika mahojiano na kutoa habari za kuhatarisha kuhusu Netanyahu iwapo waziri mkuu huyo atakiuka sheria. Na katika mahojiano hayo, Argaman alimshutumu Netanyahu kwa kupuuza maonyo yake kuhusu fedha za Qatar. Onyo la Argaman la mwaka 2019 limeripotiwa kuungwa mkono miezi kadhaa baadaye na tathmini kutoka kurugenzi ya ujasusi ya kijeshi kwamba Deif alikuwa akichota dola milioni 4 za pesa za Qatar kila mwezi, na alikuwa akifadhili kundi lake la wapiganaji la Hamas ambalo limekuwa gumzo kubwa kwa upande wa Israel. Kulingana na vyombo vya habari, katika mashauriano ya usalama kufuatia onyo la kijasusi la kijeshi, iliamuliwa kutengeneza aina fulani ya mgogoro na Qatar. Wakati huo, mkuu wa Mossad Yossi Cohen alitumwa kukabiliana na Amir wa Qatar na akili kuhusu Deif. Hata hivyo, Amir huyo aliripotiwa kutojua juu ya uporaji wa fedha hizo, na akamhakikishia Cohen kwamba pesa za Qatar hazitaenda katika tawi la kijeshi la Hamas. Ofisi ya Netanyahu ilikanusha kuwahi kupokea onyo kwamba pesa za Qatar zilikuwa zinatumika kwa shughuli za kigaidi. Hakuna hati ya kijasusi iliyowahi kuwekwa kwenye dawati la waziri mkuu kuamua kwamba pesa kutoka kwa malipo ya Qatar zilihamishwa kwa ugaidi, na hii ni kauli ya ofisi ya waziri mkuu ambayo ilitoa taarifa hiyo. Kinyume chake, mashirika ya usalama yaliamua mara kwa mara kwamba pesa za malipo za Qatar zilihamishwa moja kwa moja kwa mafuta, ambapo familia zenye uhitaji na mishahara kwa wafanyakazi wa serikali, ilisema taarifa hiyo. Kuhusiana na dola milioni 4 kinachosemekana kutajwa katika onyo la kijasusi la kijeshi, taarifa hiyo ilisema waziri mkuu aliarifiwa kwamba kuanzia Machi 2020 Hamas ilikuwa ikiondoa dola milioni 4 kutoka katika bajeti yake ya kiraia, ambapo ilitoka kwa vyanzo vingine na sio kutoka kwa malipo ya Qatar. Mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia The World News, lakini kubwa ni hili linalotokea huko nchini Israel.
msigano kati ya viongozi wa kiserikali, na inadaiwa kwamba kutokana na kuonywa kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kumekuja kumsababishia mapambano ambayo wengi hawakuyatarajia kati ya Israel na Hamas. Endelea kuwa nasi, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.